أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na mshukuru sana shekhe wetu Sheikh Nuruddin Kishki kwa kalima yake muwafaka ambaye ameitoa katika msikiti huu Masjid Taiba, ambao maudhui yake kubwa ilikuwa ikizungumzia vijana. Na kusema kweli, huu ni msikiti wa vijana kama ambavyo unaonekana, na maudhui imenasibiana na hali ya msikiti, lakini vile vile imenasibiana na hali ya zama tulizonazo hivi sasa. Sote tunafahamu ndugu zangu Waislamu kwamba uti wa mgongo wa Uislamu ni vijana. Hii inafahamika. Sheikh katoa aya nyingi, kazungumza hadithi nyingi, lakini ukija katika waqi' al-amr, yani ule uhalisia wenyewe, tunaona jinsi gani ambavyo jamii yetu ya Kiislamu inaathirika kwa vijana wetu wa Kiislamu kuwa hawapo katika kuifahamu dini yao na kujihusisha na masala ya dini yao. Kwa hiyo mimi sitotoa kalima baada ya muhadhara wa shekhe, lakini nitaongezea katika yale ambayo aliyazungumza katika kuhamasisha vijana walioko hapa na wale ambao wanatufuatilia katika social media. Ndugu zangu Waislamu, waliomuunga mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam au masahaba wa mwanzo kabisa kukubali ujumbe wa Uislamu walikuwa ni vijana, na hii inafahamika, na nyinyi msikiti huu kuna darasa nyingi zinafanyika, mnaelewa katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu walikuwa na umri mkubwa walikuwa labda Abu Bakar, Uthman, na umri mkubwa maana yake ni miaka 26, miaka 30 ndio umri mkubwa. Ina maana wengine wote walikuwa na umri mdogo. Huwezi kuamini katika vijana ambao walikuwa mstari wa mbele kabisa. Mstari wa mbele kabisa ni vijana ambao walikuwa na umri wa miaka 12, 13, 14. Yaani ukisikia majina makubwa kabisa ya masahaba kina Muadh ibn Jabal, unaweza kufikiria labda walikuwa ni watu wazima sana, lakini walikuwa watu wadogo, miaka 14, 15. Na mambo waliyofanya yalikuwa ni makubwa sana katika kumnusuru na kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na kunusuru Uislamu. Nitoe mfano mmoja tu ambao huwa mara nyingi napenda kuutoa, wa kijana anaitwa Arqam ibn Abil Arqam. Huyu ni kijana alikuwa na umri wa miaka 12, miaka 13. 12, 13. Na alikuwa ni yatima, yani wazazi wake walifariki, lakini wamemrithisha mali. Miongoni mwa mali alizokuwa amerithi ni nyumba. Walimwachia nyumba iko sehemu nzuri pembezoni mwa mji wa Maka, nyuma ya mlima, ina sebule kubwa na vyumba vingi, na anaishi yeye peke yake. Alivyoona Waislamu katika mji wa Maka wanasongwa na Makuraish, wakikutana wanakuja kupigiwa kelele, mara watupiwe mawe, mara wazomewe, yani hawapati ile privacy kuwa wako peke yao wakazungumza masala yao. Huyu kijana kwa umri kama huu alifahamu ana wajibu, alifahamu ana dhima ya kunusuru hali. Kwa hiyo akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, kama itakupendeza, mimi nyumbani kwetu kuna sebule kubwa ambayo inatosha sisi kukaa pale na tukazungumza mambo yetu kwa utulivu. Kijana mdogo, wewe just imagine miaka 12, miaka 13, yani unaweza kufikiri ni mtu mzima anazungumza hivyo vitu, lakini ameelewa dhima yake na wajibu wake wa kunusuru umma wake. Na ndio ikawa ni madrasa ya kwanza ya Uislamu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundisha katika madrasa ile. Ndio maana Waislamu wengi wakianzisha madrasa zao wanaita Arqam ibn Abil Arqam. Fanya nini? Tamayu tayammunan, kwa yule sahaba kijana, kwa madrasa yake ya kwanza aliyoanzisha. Sasa ashahid hapa, nataka niseme kwamba usiangalie umri wako, angalia kile ambacho unaweza ukakifanya wewe kama kijana wa Kiislamu kuufanyia umma wako. Hili jambo la mwanzo ambalo nilipenda niliongeze. Jambo la pili, vijana wengi wa Kiislamu unapozungumza nao, saa nyingine wanakuwa wanajiweka nyuma katika kuchangia katika Uislamu, kwa sababu anajihisi kwamba ni ana maasiya, anajihisi kwamba hajakamilika, anahisi kwamba labda ana madhambi. Kwa hiyo kujitokeza katika kufanya mambo ya Kiislamu, kushiriki katika masala maendeleo ya dini, anajihisi kwamba yeye akiingia kule atauchafua Uislamu. Tabani hizi ni mbinu za Iblis za kumweka mbali na dini yake tukufu ya Kiislamu. Sasa kuna kijana anaitwa Abi Mihjan al-Thaqafi. Huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Huyu alikuwa ni kijana hodari, ana skills za masuala ya kivita, yani anaweza kupanda farasi kinyume nyume, mbele mbele, akamzunguka yule farasi tumboni. Yani ni mtu ambaye ana zile study, ni faris tuseme, ana uwezo mkubwa wa kupanda farasi, lakini ana uwezo mkubwa wa kutumia mshale, ana uwezo mkubwa wa kutumia upanga katika mapambano. Ni kijana mwenye skills tofauti tofauti, lakini subhanallah, Allah amempa mtihani wa kuwa mlevi, mnywa pombe. Siku katika vita vya Al-Qadisiyah, Saad ibn Abi Waqqas anapanga safu za wanajeshi, anamwona jamaa anayumba, mara aende mbele mara rudi nyuma, amekunywa. Sawa subhanallah, mtu anakunywa pombe katika jihadi, shekhe, unaweza kuona ni dhambi. Ingekuwa ni vijana sasa hivi tungemkufurisha. Yani wewe unakwenda katika jihadi alafu umekunywa pombe, maana wewe ni kafiri kabisa. Yani Saad akamwambia, akhi, unakuja katika jihadi umekunywa pombe? Wala akawa anambembeleza, sawa, lakini niachie niendelee. Anajua anaweza kukifanya katika vita vile. Saad akasema, haiwezekani shekhe, tutatuletea matatizo hata katika jihadi yenyewe, tunapigana na mlevi ndani yetu sisi. Akaamrisha maskari wakamkamata, akafungwa kamba, akaenda akafungwa kwenye sehemu ya mafarasi pamoja na farasi. Vita vimeanza, Waislamu wanaelemewa, anaona ndugu zake Waislamu wanavyouawa, anaona wanavyorudi nyuma, anaona wanavyokimbia. Akamwambia Salma ambaye ndio mke wa Saad, akamwambia, Salma, nakuomba nifungue nikasaidie ndugu zangu Waislamu, wanauawa, wanakimbia, nina uwezo mimi wa kusaidia, usiniache nikakaa hivi hivi, najua nimefanya makosa, nakuomba. Na akatoa ahadi kwamba mimi nitakwenda kupambana, kabla vita vijakwisha nitarudi, unifunge tena vile vile, na mume wako akija hatofahamu kitu. Salma akakubali kweli, akamfungua kamba, akampa na silaha, akasema, lakini naomba na farasi wa mume wako huyu. Maana siwezi kwenda kupigana kwa miguu, naomba na farasi wa mume wako huyu mwingine yuko hapa. Akamruhusu, akamchukua na farasi wa Saad, akajifunga kilemba, ikabakiza sehemu za macho, tunaita ninja sasa hivi, ili asijulikane. Akaingia subhanallah ndani ya mapambano, na kwa muda mfupi Waislamu wakashangaa, ni nani huyu aloingia, na ameingia kwa nguvu kubwa na anaua washirikina kweli kweli. Waislamu wakaanza kupata kwamba inawezekana Mwenyezi Mungu katuma malaika nini, turudini jamani, turudini. Wakaanza kurudi sasa, vita vikawa kwa upande wa Waislamu sasa, maana yake wamepata nguvu mpya kweli. Waislamu vita vile wakashinda, lakini kabla vita vijamalizika, Abu Mihjan akarudi akafungwa kama mwanzo alivyokuwa amefungwa. Saada ametoka kule, anakuja kwa mke wake, anamhadithia, anaambia, Salma, imetokea kitu cha ajabu sana leo katika vita, tulikuwa tunashindwa kabisa, lakini subhanallah, ametokea Faris Multham, amejifunga kilemba, amebakiza macho tu, hatumjui, na kama sio farasi wangu kwa yuko pale, ningesema amemchukua na farasi wangu, lakini farasi yule wa kwangu. Inawezekana kweli Mwenyezi Mungu ametuma malaika kuja kutusaidia katika hivi vita? Anambia Saad, usiende huko, usiende mbali, huyu mlevi wako ndo amefanya hizo shughuli hapa. Subhanallah, huyu asema huyu. Akamwendea kweli, anamkuta amejeruhika baadhi ya sehemu, akamwambia, wallahi kuanzia leo sitakuadhibu wala sitakusema vibaya kwa lolote ulilofanya, kwa kazi kubwa uliofanyia umma wako na jeshi la Kiislamu. Huyu ni kijana mlevi, lakini alikuwa anatambua kwamba ni kijana wa Kiislamu, ana dhima, ana nafasi na ana mchango wa kuchangia umma wake. Wewe kijana wa Kiislamu, una madhambi gani ambayo yanakuzuia wewe kuchangia? Hakuna malaika, sisi wote tunafanya madhambi. Wewe madhambi yako ni baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini toa mchango wako katika Uislamu, katika sehemu uliopo, katika biashara, kwenye kazi yako, katika kusoma, katika malezi ya watoto wako, unafanya nini? Siku ambayo tutakuja kuulizwa, utakuwa na hoja, utasema, ya Allah, mimi kweli unanijua mimi mja wako dhaifu, nilikuwa siwezi kuzuia macho yangu kuangalia wanawake wakipita, huu ndio udhaifu wangu, lakini nimejitahidi hata hivyo, nimefanya 1 2 3, nimefanya hili na lile, nimefanya ile. Hasa Mwenyezi Mungu akakusamehe madhambi yako yale kwa mchango uliotoa katika dini yako tukufu ya Kiislamu. Lakini shetani anakuja kukunong'oneza, anakuambia, wewe shekhi, utafanya nini wewe? Mashekhi wazima wameshindwa, umeona, wewe utafanya nini? Kwa hiyo unarudi nyuma, utoe mchango katika dini, unaingia mchango wako unaingiza katika mambo mengine ya kidunia. Kwa hiyo nadhani muhadhara ambao Sheikh kautoa ni muhadhara muafaka, kusema kweli, unawahusu vijana, na vijana ni watu muhimu sana katika umma, na mtihani mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
kwa sababu nyinyi mko katika marhalatil quwa ya nguvu, na Mwenyezi Mungu anahitaji nguvu zenu mzitumie katika kusoma dini, lakini mzitumie katika kuendeleza dini tukufu ya Kiislamu.